Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Ndugu zangu popote pale mlipo, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Ndugu yenu kwa mara nyingine tena nakutanishwa na nyinyi katika mazungumzo ya dini ambayo kimsingi sababu zake na malengo yake hayajabadilika: kuelekezana, kukumbushana na kujuzana katika yale ambayo yana manufaa na sisi. Leo kwa ufupi wa mambo, nataka nikuongezee sababu ya hiki kinachoitwa ugumu wa maisha. Mambo mengi yameshasemwa tena kwa njia mbalimbali, kwa majukwaa tofauti tofauti. Wako wanaoeleza sababu za kisiasa, ubovu wa uongozi, uvivu, uzembe na mambo mengine kadhaa. Kwanza nataka kukiri, hayo yote ni kweli, hakuna la uongo. Uongozi ukiwa mbovu katika nchi inaweza kuwa sababu ya ugumu wa maisha, lakini pia siasa mbovu inawezekana pia ikawa sababu. Uvivu, uzembe katika utendaji kazi, hizo nazo ni sababu. Lakini kuna sababu moja ni ya muhimu sana, hatujawahi kuisema, na walokusha isema basi hawaisemi kikamilifu. Aidha tunaogopa au muda hatuna. Qur'ani kama mwongozo kwa binadamu imeeleza jambo hili. Tazama katika sura ya 20, sura Twaha, aya ya 120, Allah anaelezea sababu za ugumu wa maisha unaowakumba wanadamu leo, ambayo imetengeneza malalamiko makubwa sana jambo hilo, na hata baadhi ya nchi kuingia katika matatizo makubwa kwa sababu ya ugumu wa maisha. Ndoa kuvunjika, ndugu kufarakana. Ukiuliza, maisha yamekuwa magumu, watu wamekimbia majukumu yao, sababu wataelezea ugumu wa maisha. Lakini Qur'ani inasema hivi: waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. Na wale ambao watajitenga na maelekezo yangu, wataacha mwongozo wangu, hawatofuata haya mawaidha kutoka kwangu mimi Allah, basi jambo la kwanza nitawajalia dhiki ya maisha, na tutawafufua. Yani mtu huyo atakayekuwa na tabia hiyo tutamfufua siku ya Kiyama akiwa kipofu. Hii ndio ahadi ya Allah. Ugumu wa maisha katika dunia, ugumu wa maisha huko tuendapo katika maisha ya baadaye, yote hayo msingi na chimbuko lake ni kuto kumtii yeye, kuto kuisikiliza sauti yake, kuto kufuata maelekezo yake. Allah anasema katika Qur'ani tena, sura ile ya 8 aya 24, anatuambia ya kwamba muitikieni Mwenyezi Mungu na mtume wake katika yale yatakayokupeni uhai mzuri. Uhai mzuri ni pamoja na ubora wa maisha hapa duniani, ubora wa maisha katika akhera. Msingi wake ni wewe kumsikiliza Allah anasema nini, anakataza nini ukatazike, anaruhusu nini utumie kwa mujibu wa ruksa iliyopo. Sasa ndugu zangu, tujipime kila mmoja wetu kati ya sisi tuliolalamika yale yanayotuleta katika ulimwengu, zile sababu ambazo zimefanya Allah atulete katika ulimwengu huu, tumekuwa tukizitekeleza? Tunaabudu itakikanavyo?
tunaziendea sheria za Allah kama maelekezo yake yanavyosema? Je, mtume wake tunamtii na kumsikiliza? Sasa basi, kama hili limeelezwa linatengeneza ugumu wa maisha, mbali tunafikiria kuweka viongozi wema katika nchi zetu, katika vitongoji vyetu na katika familia zetu, lakini sisi wenyewe tumejitazama mahusiano yetu sisi na Mwenyezi Mungu yakoje? Yana uzuri kiasi gani? Tuna vikao vizuri sisi na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mafundisho yake? Ndugu zangu, hizi ndio sababu za ugumu wa maisha yetu. Tujirekebishe kisha tuone. Tazama tena katika sura ya 16 aya ya 112, sura An-Nahl. Allah anasema, nikupeni habari za mji ambao wakazi wake walikuwa na amani na utulivu, na riziki ikawa inatoka pande zote za ulimwengu, na ardhi yao ilikuwa ni ya kijani inayovutia. Lakini wakazi wake wakazikufuru neema zake. Wakazi wa mji wakaanza kuzikufuru hizo neema. Hatima yake Mwenyezi Mungu anasema, tukauvisha mji huo vazi la njaa na hofu. Kwa hiyo wakati mwingine haya matatizo, shida, njaa, hofu na majanga mbalimbali, kumbe msingi wake ni sisi kutokana na kukufuru kwetu, kwa kutosikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu, kwa kutosikiliza sauti ya manabii wake. Tunajikuta tunategemea elimu zetu, nguvu za mwili tulizonazo, kwamba sisi ni wasomi sana. Hatimaye tunamwacha ambaye ndio chanzo cha kila kitu. Tabarakalladhi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ametukuka Mwenyezi Mungu ambaye mikononi kwake ndiko kwenye ufalme wa kila kitu. Utajiri, kizazi na kila kile ambacho mwanadamu ni maisha yake, chanzo chake ni Allah. Tumrudie yeye, yetu yawe mazuri katika dunia hii na huko tuendako. Nje ya hapo tutabadilisha viongozi, tutabadilisha mifumo ya vyama na mambo mengine, na tukawacha mfumo wa Mwenyezi Mungu, hatutafanikiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.